Maua ni miongoni mwa mazao ya asili yenye uzuri wa kuvutia na thamani kubwa katika maisha ya binadamu. Si tu kama mapambo, bali pia ni kama sehemu ya biashara na tiba, yakitumika vizuri katika hafla mbalimbali kama harusi, mazishi, sherehe za kitaifa na mapambo ya ofisi au hoteli mbalimbali. Maua yamejikita sana katika tamaduni na hisia za watu. Bali na uzuri wake wa kimaumbile, sekta ya maua imeibuka kama fursa ya kiuchumi kwa vijana na wakulima, hasa kupitia kilimo cha maua kwa biashara ya ndani na nje ya nchi. Aidha, usindikaji wa maua kutengeneza manukato, mafuta au bidhaa za vipodozi umeongeza thamani yake katika soko la kimataifa. Kwa ujumla, maua si tu ishara ya mapenzi au amani, bali ni chanzo halisi cha kipato, ajira na maendeleo ya kijamii na kiuchumi pia, endapo yatatumiwa kwa ubunifu na mbinu sahihi za kilimo na biashara. Mama Sheila anatuambia ilikuwaje akapata wazo la kuanza kupanda na kutunza maua licha ya kuwa katika nyumba ya kupanga, huku watu wengi wakiamini mtu anaweza kufanya hivyo akiwa kwenye nyumba yake mwenyewe. Mimi nadhani ni kitu nimezaliwa nacho. Maana tangu hata nikiwa mdogo napenda maua. Yaani hata nikikatiza hivi nikiliona ua sasa, yani najisikia furaha. Kwa hiyo sasa na nikafurahishwa, nikaona hata nilivyokuwa mkubwa hivi nikawa napenda kutengeneza maua hata pale nyumbani. Nikiona ua mahali natafuta na peleka nyumbani natengeneza. Basi vipi kuhusu mtazamo wa jamii, hasa kwa Mama Sheila wakati alipokuwa mtoto na upendo wake kwa maua? Unajua kila mtu na vile ambavyo ameumbwa. Mwingine anaweza kukuona kama sio kitu ambacho ni cha maana. Mwingine anayeelewa thamani ya maua ndio hivyo. Licha ya kupanda maua kama mapambo ya nyumbani, Mama Sheila amewahi kuwaza kuifanya kuwa biashara, na hapa anatueleza. Yaani huwa nafikiria, lakini sasa changamoto ni bado nimepanga. Si unajua kwenye nyumba za watu hizi ni changamoto. Unatakiwa wewe kwako labda kwa mfano utengeneze kama ni banda la kutunzia, kwa sababu maua ukiyaweka nje watu wanaiba. Kwa hiyo unatakiwa uyatunzie kama humu ndani. Sasa humu ndani hata mtu kuyaona inakuwa ni shida. Kwa mwenye nyumba, ukipata mpangaji kama Mama Sheila, utajisikiaje na utafanya nini? Huenda ukawa unajiuliza hilo pia. Lakini kwa wenye nyumba ambao Mama Sheila amekaa kwao, wamekuwa na mitazamo tofauti, kama anavyotuambia Mama Sheila. Hawana shida kwa kweli. Kama mahali nilipokuwa nakaa pembeni pale, nilikuwa sikai naye pia. Lakini wanafurahi pia kuona unatengeneza hivi, nyumba zao zinapendeza. Hata hapa nilipo huwa anafurahia pia akikuta mazingira yako hivi. Kupata msaada wa maji kwa Mama Sheila ilikuwa ni habari njema sana kwake. Nilivyohamia maji hayakuwepo kwa kweli, lakini nilipofika, kwa sababu pia nilikuwa na maua yapo kidogo, mengine niliacha nilipokuwa nakaa. Nilipofika nilikuwa nanunua. Hata kule nje nilipopanda nililima nikawa nanunua na mwagilia kule nje kabisa kwenye nyumba yake. Sasa hicho kilimvutia, akaona huyu mtu mpaka ananunua maji, anamwagia, anatengeneza nyumba yangu. Basi nilipofika muda wa kodi, wa jirani yangu mmoja akasema basi utachukua hii kodi, taweka maji. Nilifurahi kwa kweli. Nilifurahi kwa sababu maji pia ilikuwa ni changamoto, kwa sababu kila siku ilikuwa lazima nipate, achana na maji ya kutumia ndani, lazima upate dumu 6 maji ya maua. Kwa hiyo ni 1000 kila siku. Na uwezi kufurahia maua ukiona yanakosa maji. Ni kama watoto, wanachukulia kama watoto wangu. Mama Sheila si msaada tu kwa wenye nyumba ambao amekuwa akipanga kwao, bali mpaka kwa majirani wamekuwa wakimtazama kwa mitazamo tofauti. Wanafurahia na hiki kwa kweli, wanafurahishwa kwa sababu pia wengi wanashangaa, umepanga alafu unafanya hivi. Wengi nilipohamia hapa walikuwa nasema bora mwenye nyumba umekuja, kwa sababu nyumba pia ilikuwa inachakaa. Umekuja mwenye nyumba imekuwa imependeza. Naambia mimi sio kwangu. Kwa hiyo wanashangaa, lakini pia wanafurahia. Wananiona ni mtu wa namna nyingine. Wapangaji wachache wanaopenda nyumba za mahali wamepanga tu. Wanaichukulia kama ya kwake, ni wachache. Hivi umewahi kujua kama ukishindwa kujali cha mwenzio, huwezi kujali chako pia? Mama Sheila anatupa siri nzito hapa. Yaani kwa kweli, nyumba usipojali nyumba pale ulipopanga, hata ya kwako huwezi kuijali. Kwa sababu unapoijali nyumba yako, hata watoto ulionao wanafuata hiyo tabia ambayo unayo. Kwa hiyo sasa ukiwaacha mara wanaharibu, mara wanafanyaje, ina maana hata wakienda kwako utashindwa kuambia hapa hamtakiwi kufanya hiki. Kwa sababu hiyo tabia wanaendelea nayo. Wanaona mbona tulipokuwa tunakaa kule tulikuwa tunachora ukuta,
tulikuwa tunaharibu hivi, kwa hiyo wanaendelea hivyo. Licha ya kushughulika na mazingira yanayomzunguka, Mama Sheila bado ana kazi inayomuingizia kipato. Mimi ninauza dawa za binadamu. Ni nesi. Sio kwa ajili ya biashara, Maua kwake ni familia, ni kama watoto wake anaowapenda. Wewe huwa unapata raha ukifanya nini? Mama Sheila anatuambia kuhusu furaha yake hasa anapoyaona maua. Maua. Kwa kweli faida, kwa sababu siuzi. Mimi huwa napata raha mimi mwenyewe tu. Maua mimi hata kama sina amani, huwa napata amani. Hata kama nina hali ngumu ya kiuchumi, nikitoka nikaangalia maua yangu huwa kwa kweli kuna vitu huwa vinapungua. Sio maua tu, Mama Sheila anajishughulisha na bustani pia, na hapa anatuambia ilikuwaje akaanza kulima bustani huku akiwa amepanga. Bustani, mimi napenda mboga sana. Tumekuwa kwetu, yani ni mama yetu anapenda bustani pia. Kwa hiyo tunakula mboga za majani kila siku. Kwa hiyo sasa hii kwa sababu nilifika hapa nikapata kasehemu kakulima, nikaona hii mboga kila siku nafuata sokoni inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo nikaona nitengeneze na kabustani kale. Sasa kabustani kamekuwa na kenyewe kakichangamka, napata pia wateja 500, 200, ngapi. Kwa hiyo hata majirani pia nimewafaa kwa ajili ya hilo. Kwa sababu ukiwa huna chochote ukiuza 1000 ina maana unaweza kufuata dagaa. Kama ilivyo kwa watu wengi, huamini ili ulime bustani unahitaji eneo kubwa kidogo. Mama Sheila anatuambia amewezaje kulima bustani katika eneo dogo. Hapana, bustani ni eneo dogo sana, halitaki eneo kubwa. Kwa sababu unaweza ukatenga kasehemu kadogo, ukaweka spinach, ukaweka Chinese, ukaweka figiri, ukaweka msusa kidogo, majani ya makunde. Ni eneo dogo sana. Huenda ukawa unajiuliza ni ngumu kiasi gani au rahisi kiasi gani kufanya haya yote ndani ya siku moja. Mama Sheila anatuambia kwake anawezaje. Ni kazi ngumu, lakini najitahidi. Kwa sababu nikishaamka kama hivi ni wakati wa kumwagilia, naamka asubuhi sana namwagilia. Kwanza naamka na deki dukani kwangu. Panakaa safi kwa sababu mteja wakati wote anaweza kafika. Naingia kumwagilia. Nikishamwagilia, nikimaliza kwa sababu duka liko nyumbani, naingia ndani najiandaa, narudi kukaa kwenye biashara yangu sasa. Hivi ni kweli wanawake hawawezi bila wanaume? Mama Sheila anatuambia ilivyo rahisi kwa wanawake kuweza bila kumtegemea mwanaume. Wanawake si tunaweza. Tunaweza ukishaweka juhudi na malengo unaweza. Na unafanya vitu vikubwa. Wanawake wanaoshindwa kujiamini, kujitegemea kwa sababu wana nguvu, sio mlemavu. Kwa kweli wanafeli. Mwanamke unaweza, ukishaweka nia tu, mambo mengine haya ya aibu na nini ni kuacha. Unaanza na kitu kadogo tu. Na Mungu pia huwa anaweka mkono. Hawezi kukuacha hata siku moja. Kama Mama Sheila anatuambia mtazamo wa watoto wake hasa wanapomuona katika majukumu yake ya kila siku. Anapenda huyu wa kiume wa pili, anaitwa Sheila. Anapenda sana. Lakini dada yeye huwa anasema, mama, yani heka zako sasa." Lakini huyu wa kiume naona anapenda. Hata sasa hivi amesafiri ameenda Morogoro, naona ameshanitumia picha za maua nyingi. Ameenda juzi tu lakini ameshajua maua yako sehemu gani, makopo wanauzaje ya jumla. Ndo alikuwa ananiambia, "Mama, nikitaka kuja tutaangalia tunafanyaje." Bila shaka kuna mengi umejifunza kwa Mama Sheila kama nilivyojifunza mimi. Ni matumaini yangu kuwa hata wewe umejifunza kitu. Tuambie kwenye comment, umejifunza nini? Mimi nimejifunza kutunza mazingira. Wewe je? Kutoka Ezu Media, mimi ni ripota wako Ndaki William. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu mara ambapo tutakuwa tumeziachia.